Ni mwendelezo wetu sisi PPRA kuweza kutembelea vikundi mbalimbali vya aina mbalimbali ambavyo vimeweza kufanikiwa kupata tenda za serikali kupitia dirisha la makundi maalum. Na leo tupo wilayani Singida katika halmashauri ya Manyoni. Hapa kuna kikundi cha vijana ambacho kinatambulika kama kikundi cha Amani Mwembeni. Hawa ni wanufaika wa 30% ya tenda za serikali na tunakwenda kuzungumza nao watueleze ni kikundi kinachojihusisha na nini, lakini pia je, wao wamejisajili katika mfumo wa NeST, na kama jibu ni ndio, je, wamenufaika kwa kiasi gani kupitia 30% za tenda za serikali? Naitwa ni Mwendaeli John Sima. Mimi ni katibu wa kikundi cha Amani Mwembeni. Tunajishughulisha na kazi ya ushonaji na printing. Kikundi chetu tuko watu 5, wanaume 3 na wanawake 2. Lakini kwa maana ya utendaji tuko zaidi ya watu 12 katika fani ya ufundi, lakini pia katika maeneo ya printing. Na tunategemea kuboresha zaidi, kuongeza idadi ya watendaji kwa sababu ya kazi ambavyo zinatuzidia. Sisi tumeanza kazi ya ushonaji mwaka 2019 na mpaka sasa tumeweza kufanya kazi kwa maana ya kujiunga kwenye mifumo ya NeST. Tuna mwaka mmoja sasa tangu tumejiunga kwenye mfumo. Tulianza na mtaji mdogo sana kama wa milioni 4 katika kuomba kazi, lakini tunamshukuru Mungu sasa tumesogea sana kwa sababu tumeweza kufanya kazi na mikoa kama 10 katika maeneo ya vyuo vya VETA, lakini pia tumeomba kazi na tumefanikiwa kupata BOT tawi la Mwanza na idara ya maji Bukoba. Tunashukuru sana namna ambavyo serikali imeboresha hii mifumo na kuruhusu pia kutengeneza haya makundi maalum. Kwetu imekuwa ni fursa kwa sababu tusingeweza kupambana na watu ambao wana mitaji mikubwa. Lakini kwa kutambua umuhimu wa vijana na namna ya watu wanavyojituma lakini wakiwa na mitaji midogo, serikali imeboresha na sisi tumeweza kufanikiwa kuomba bila kutumia njia yoyote ya mkato, na tumefanya kazi ambayo imekuwa na tija kwetu, lakini hata tuliowahudumia pia wamefurahia kazi yetu. Kwa hivyo tunaishukuru serikali, lakini pia taasisi ya manunuzi jinsi ambavyo wanaendelea kuchakata kwa kuboresha zaidi ili vijana wapate kuona umuhimu wa fursa iliyoko ndani ya mfumo katika kufanya kazi na taasisi na serikali. Sisi aina ya nguo ambazo tunazalisha uniform kuanzia shule ya msingi mpaka vyuo vikuu. Kwa maana tuna uwezo wa kushona suti za maharusi, suti za ofisini, kaunda suti za kisasa, lakini pia magauni ya harusi na sendofu na na design mbalimbali kulingana na uhitaji wa mtu au taasisi inavyotaka. Tuna uwezo wa kufanya kazi hizo zote kwa ubora mkubwa sana. Lakini pia sisi tuna uwezo wa kubuni tukafanya vitu ambavyo ni unique. Kwa sababu kila mtu, hii kazi ni ubunifu. Kwa hiyo tuna uwezo wa kubuni kitu ambacho sio cha kuiga na kikawa kimependwa sana, hasa kwenye nguo za kike na za kiume. Itategemea na uhitaji wa mtu binafsi au taasisi inataka nini. Lakini hapa tuko full kwamba kama ni uniform, kama ni suti za ofisi, za kanisani, za mtaani, zote tuna uwezo wa kuzifanya kwa ubora mkubwa sana. Sisi tunamwajiri mtu kulingana na fani alionayo. Fani ulionayo tukishakuaddress, kufanyia interview, tukakubali kiwango cha kazi yako kulingana na uhitaji wetu, tunakuajiri. Na tunapokuajiri tunakulipa kulingana na kazi uliofanya. Kazi uliofanya tunakubaliana 1% itabaki kwenye ofisi, 1% itakwenda kwako, 1% itaendesha ofisi kwa maana ya kushughulikia mahitaji ya muhimu ya kila siku ya ofisi. Kwa namna unavyojituma na kazi yako unavyoifanya kwa ubora, ndivyo unavyoweza kupokea malipo yako.
hawa vijana tunaowaajiri, tunaowatengeneza hapa ni kutanua wigo wa utendaji kazi kwa fani hii ya ushonaji na fani zingine, kwa maana ya kwenda kutoa huduma yenye viwango kwa mikoa mbalimbali na maeneo mbalimbali. Maana yake akitoka hapa kwetu ana uwezo wa kusimama na kufanya kitu ambacho kitamtambulisha, lakini pia kutambulisha kwamba amejifunza kitu ambacho kina mantiki kubwa kwenye maisha yake. Kiufupi sisi tuna uwezo wa kumfundisha mtu kuanzia zero kabisa akiwa hafahamu chochote, tukamtengeneza mpaka akawa fundi, na akikaa vizuri kwenye ufundi tunaohitaji, tunao uwezo wa kumwajiri, lakini pia anao uwezo wa kujiajiri. Lakini pia tunaangalia vijana ambao wana uwezo wa kufanya kazi nzuri mahali pengine, tunaweza tukawachukua na wakaja wakawa msaada mkubwa kwenye ofisi yetu. Mmoja kati ya vijana ambao tumewachukua ni kijana ambaye alifundishwa na mzazi wake huko Kigoma. Alijifunza ufundi akiwa na umri mdogo sana. Yeye ataeleza kwamba alimaliza shule lini, lakini umri wake ni mdogo, ila alijifunza ufundi, tukamuomba akaja akawa mfano mzuri. Baada ya kumtrain kwenye kazi zetu, tukaona kwamba anafiti. Yale mapungufu madogo madogo tukawa tumeyaweka sawa, na sasa ni kijana ambaye anafanya vizuri sana kwenye ofisi yetu hapa. Mimi nasema ni wa mfano kwa sababu kwa umri wake angeweza kuona kwamba wazazi wana uwezo wa kumlisha, wana uwezo wa kumvika, wana uwezo wa kumsomesha, lakini ameweza yeye kuwa msaada mkubwa sana kwa familia yake. Sababu fedha anayopata inaweza kuwasaidia wadogo zake, lakini pia kuwasaidia wazazi wake, na yeye mwenyewe akaishi maisha yake, anajitegemea kabisa na anafanya vizuri kabisa. Mimi kwa majina naitwa Dickson Samuel Ayubu, na umri wa miaka 22. Mimi na uwezo wa kushona suti, kaunda suti, shati, suruali, na vizibao vyote nashona. Nguo yote mwanaume ambaye anavaa yote nashona. Kupitia kazi hii nimepanga chumba, najitegemea. Tena nimekuwa msaada mdogo tu kwa wazazi wangu, kwa familia yangu. Malengo yangu na mimi pia nataka mimi siku moja nije nifungue ofisi kubwa kuzidi kama hii hapa. Niajiri wenzangu, mafundi wenzangu wote ili tusaidiane kazi. Tena washauri vijana wenzangu umri kama wangu ambao wako mtaani, wanaweza kaja na sisi na wao pia tukawafundisha kushona ili wenyewe wawezeshe maisha yao.